uko chini ya umri wa miaka 18 basi usifuatilie hichi kipindi. Upungufu wa nguvu za kike na upungufu wa nguvu za kiume ni kizuizi cha ndoa kisheria. Basi niwashukuru wote ambao mnaendelea kuinteract na kushare mafundisho ambayo ninayatoa kila siku. Mungu awabariki sana. Tunapozungumzia upungufu wa nguvu za kike ama nguvu za kiume, tunamaanisha kwamba ni yule mwanandoa ambaye ama huyu anayetaka kuingia kwenye ndoa lakini hana uwezo wa kushiriki tendo la ndoa kikamilifu. Kwa upande wa mwanaume kuna vitu vitatu vinavyoangaliwa na sheria ya Kanisa Katoliki. Na kwenye huu upungufu wa nguvu za kike na nguvu za kiume tunaongozwa na kifungu cha sheria namba 1084 ambapo kinatuambia kwa mwanaume ambaye ana nguvu za kiume ni yule mwanaume ambaye ana uume unaosimama, ana uwezo wa kuingiza penetration na ana uwezo wa kurelease ejaculation, kumwaga. Huyo mwanaume ana nguvu za kiume. Haijaweka kwamba eti ni yule mwanaume anaweza kufanya tendo la ndoa kwa masaa 3 akitoa jasho. Hapana, ana uwezo wa kusimamisha, kuingiza na kumwaga. Na kuingiza, sheria inasema kama anaweza kuingiza partially kidogo, yani kama anaweza kuingiza uume wake ukaingia kidogo, huyo mwanaume ana nguvu za kiume. Sawa? Na kwenye huu upungufu wa nguvu tunauangalia kwenye sehemu kuu mbili. Sehemu ya kwanza ni ile ya kiutendaji na sehemu ya pili ni ya kimaumbile. Ya utendaji ni ile kwamba ya kimaumbile ni ile ambayo unakuta kwamba mtu hana sehemu ya siri kabisa. Sawa? Ama ipo lakini imeziba. Ama kama ni mwanaume haisimami kabisa, yani haifanyi kazi. Hiyo ni nguvu za kiume kimaumbile. Nguvu za kiume kiutendaji inaletwa sana na fikra, psychological part. Psychological part ni ile ambayo unakuta sasa mtu hana hisia kabisa. Kwa hivyo hata mwenza wake akimfanyia nini haingii kwenye hisia. Huu tayari ni upungufu wa nguvu, aidha za kike ama za kiume. Kwa mfano mtu ambaye labda ameparalyze, sehemu yake ya chini haina connection na sehemu ya juu. Ina maana hata umfanyie nini sehemu ya chini hana hisia yoyote, hapati connection yoyote ya kihisia, huyu hana nguvu. Tumeshaelewana? Lakini sasa tunachoenda kukiangalia ili sheria ije hapo ni kwamba sasa mfano baada ya harusi pale kanisani tunaamini labda watu wanaenda honeymoon. Wanapoenda tunaamini kwamba labda watashiriki tendo, ama kama hawatashiriki wakati huo, wakati watakaposhiriki tendo ndio ndoa inarasimishwa kikamilifu. Na kutoka hiyo siku ameshiriki tendo, hiyo ndoa haiwezi kuvunjwa tena. Tumeelewana mpaka hapo? Kwa hivyo hili tendo sasa litakapoenda kufanyika haliangalii muda, lakini linaangalia namna ambavyo limefanyika. Imesimama, imeingia, amemwaga. Mwanamke amepokea. Tayari kuna kitu inaitwa consummation. Consummation inapatikana kwenye kile kifungu cha sheria namba 1061 paragrafu 1. Kwa hivyo kama consummation haijatokea, haijafanyika, hiyo ndoa bado haijaingia kwenye uhalali wake. Sawa? Lakini kama mfano sasa umeingia na mtu kwenye ndoa ambaye alikuwa anajua ana shida, mfano tendo anajua kabisa kwamba sehemu zake za siri zimeziba, ama anajua hasimamishi, ama hawezi kufanya ile kuingiza na kutoa kama ni mwanaume. Huyo kama alikuwa anajua na akakuficha ili apate ndoa, ukagundua kwamba alikuwa anajua na akaficha, na ukapata ushahidi kwamba ni ukweli alikuwa anajua na alificha, tunaingia kwenye kifungu cha 1098 cha sheria ambacho kinazungumzia udanganyifu, deceit. Hiyo ndoa inakosa uhalali kutoka hapo.
Kwa hivyo kwenye hizi kuna yule mtu ambaye ana perpetual au chronic impotence, ambayo ni mtu ambaye amekuwa na shida labda toka amezaliwa, ni shida ya kudumu, mfano amekuwa nayo. Ni lazima akueleze ukweli kwamba nina shida kama hii na hii, na hiyo ndoa haitafanyika kwa sababu ndoa ni mtu ambaye ana uwezo wa kuperform. Kwa mfano sasa, kuna watu ambao wanachanganya ugumba na nguvu za kike ama za kiume. Ugumba sio nguvu. Yaani mtu ambaye hawezi kupata mtoto akikuambia kwamba mimi sina uwezo wa kupata mtoto, unaweza ukakubali na mkaingia naye, na hiyo ndoa itafungwa na itarasimishwa, ili mradi tu kwamba mnaweza kufanya tendo la ndoa. Lakini mfano anajua hawezi kupata mtoto na akaficha ili apate ndoa, ukaja ukagundua na ukapata ushahidi, hiyo ndoa haina uhalali kisheria kulingana na kanuni ya 1098 ya sheria za udanganyifu. Sawa? Kwa ni lazima tuweke hicho kitu sawa. Kitu kingine ambacho kinafanyika ni nini sasa? Ni kwamba kwa mfano sasa akija kugundua kwamba ulikuwa huna nguvu za kiume, ulikuwa unamdanganya, unacheza cheza hapo uongo unadanganya, akatoa na ushahidi kwamba ni kweli hauna, hiyo ndoa inakosa uhalali kutoka hapo. Lakini haitakuja tu kwa maneno. Anapoleta ushahidi wake, ni lazima ushahidi ufate hatua za kisayansi, kuitwa daktari ambaye ni mzoefu afanye vipimo, akiridhia kwamba ni ukweli, hiyo ndoa inakosa uhalali. Kwa hivyo nguvu za kiume na za kike sio ule utaratibu tunaosikia mtandaoni kwamba ati mtu anakibamia. Mnavyosema kwamba eti mtu anakibamia, sio ana uume mdogo, ama mwanaume ambaye hawezi kufanya tendo la ndoa kwa masaa 3, 4, 5, mnamuita hana nguvu za kiume? Hapana, sheria inasema akiweza kusimamisha ikaingia hata pasho kidogo na akamwaga, huyo mtu ana nguvu za kiume na ni mume halali kwenye ndoa halali.